السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tukiendelea kwenye silsila ya majalis za tafsiri suratu Qaf, kama tulivyotangulia kwenye majalis mbili ambao ziliotangulia, tukakomea kwenye aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema afalam yanzuru ila as-samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea aya hii kama namna tulivyoelezea kwa nini hao makafiri ambao makufar wa Quraysh, kwa nini hawaitizami mbingu ambao iliyo juu yao, namna gani ambao sisi tumeijenga hiyo mbingu. Ukasema nadhar ziko kwenye aina mbili kama alivyotaja Ar-Raghib. Nadhar kwa maana mtu kutizama, mtizamo wa macho ainue macho iangalie mbingu ilivyo. Vile vile kwenye mtizamo huo awe na mtizamo wa kufikiria kwenye moyo wake kwa namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyoiumba hii mbingu kwa namna hii hali ambayo tunaiona. Walidha Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kaifa banainaha, yani aitizame namna gani ambayo sisi hiyo mbingu tumeweza kuiumba, kuijenga. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotaja kwenye سورة Luqman aliposema khalaqa as-samawati bighairi amadin tarawnaha, kuonyesha ile qudra na uwezo wa Allah subhanahu, akisema tumeiumba hiyo mbingu au hizo mbingu bighairi amadin, upasi na nguzo ambazo nyinyi msizoziona. Walidhalika rafa'aha, na hatuwezi kuona amida ambazo Allah labda kaeka kwenye kuisimamisha hii mbingu ikae, na hii ni kuonyesha qudra, uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala alionayo. Kadhalika Allah aliposema was-samaa banaynaha biaidin wa inna lamusi'un, was-samaa, na hii mbingu, banaynaha biaidin, yani tumeijenga kwa nguvu, tumeijenga kwenye hali ikiwa na nguvu ya ajabu. Wa inna la musi'un, vile vile Allah alipowahutubia hawa Makuraish akiwaambia antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha, nyinyi ndio uzito kwenye kuumbwa au mbingu ambao sisi tulioiumba au tulioijenga. Rafa'a samkaha fasawaha, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aloinyanyua hiyo mbingu na akaziweka zote saba zikiwa sawa. Fa Allah subhanahu wa ta'ala ndio akawataka Makuraish watizame hili ili angalau wajue kwa Allah ndiye mstahiki wa kuabudiwa. Vile vile Allah kwa kuwa tukifa yeye ndiye mwenye uwezo wa kuturegesha, kwa sababu wao walikuwa kikataa kama tulivyotaja kwenye mwanzo ya aya tuliyotaja kwenye hii sura. Thumma qala wa zayyanaha, alafu Allah subhanahu wa ta'ala akisema hiyo mbingu tukaipamba. Wa zayyanaha, tukaiweka ikiwa kwenye hali ya mapambo. Wadhalika anna Allah zayyanaha bilkawakib, Allah ameipamba mbingu na nyota hizi ambazo tunaziona wakati usiku. Kitizama utaona mbingu inapendeza kwa zile nyota ambazo Allah alizoziweka kwenye hiyo mbingu. كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. Allah asema vile vile kwenye sura Al-Mulk
walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih, hakika tumeipamba hii mbingu ya dunia hii ya kwanza tunaiona. Bimasabih ay bil kawakib, kwa nyota hizi nujum. Waja'alnaha rujuman lishayatin, vile vile Allah asema hizo nyota tumeziweka ni mashambulizi zenye kuwashambulia mashaitani wale ambao ni mustariqu as-sam'. Sababu kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatumilizwa, ilikuwa kuna kawaida mashaitani wakienda juu kwenda kusikiliza yale ambayo yanazungumzwa na malaika, ili wachukue wayapeleke kwa yule ambaye ni kahini, yule mchawi ambaye anatumia hawa majini. Lakini lamma bu'itha an-nabi sallallahu alaihi wasallam inqata'a anhum khabaru as-sama, Mtume alipotumilizwa hii habari ya kwenda kule sasa ikakatika, ikawa sasa anayeenda kule anashambuliwa, kila anayejaribu, kwa sababu anapandana kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakajaa kwenye hadith wa mathala Sufyan ibn Uyayna biyadihi faqala hakadha, yani akaachanisha vidole vyake hivi, kwa kuwa kila mmoja yuko hivi juu ya mwenzake mpaka ule wa juu. Ima henda akapata lile linalozungumzwa kabla ya ile nyota haijamshambulia, au huenda akashambuliwa kabla ya hajachukua yale ambao alienda kuyasikiliza kule. Lakini haya baada kutumiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akaweka moja katika kazi za nyota ni hii. Walidhalika kwa kuwa an-nujum Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwenye hali tatu. Hizi nyota ambazo tunaziona leo zimewekwa kwenye hali tatu. Kwanza ni zinatun lisama, moja katika hali yake ni kwa kuwa imewekwa kwa ajili ya pambo ya mbingu hii ya dunia tunaiona. Na jambo la pili ni rujuman lishayatin, kwa sababu Allah ameweka hizi nyota ili kuwashambulia hawa mashaitani wanaoenda kuiba mazungumzo yanayozungumzwa huko juu na malaika, ili wawaletee wale ambao makuhani. Na jambo la tatu jaalaha yuhtada biha, kama alivyotaja al-Imam Qatada rahimahullah ta'ala aliposema innama ju'ila hadhihi an-nujum li thalath khisal zinatun lis-sama wa alamatun yuhtada biha wa ja'alaha rujuman lish-shayatin. Haina kazi nyingine ya tatu. Allah amezeka nyota ni pambo la mbingu, vile vile Allah amezeka hizi nyota ni rujuman lishayatin, mashaitani wakienda inatoka kama moto kwenye ile nyota inamfukuza. Na jambo la tatu alamat, imewekwa ni alama. Mara nyingi wale ambao wanasafiri kwenye njia ya bahari au usafiri wa bahari, wakiona nyota fulani imelenga mahala fulani, hujua kwa kwa pale ndo kuna njia ya safari yao au wanapolenga. Lakini hakuna zaidi ya haya mambo matatu, kinyume na leo ambao utasikia fulani yule aliyenaye bwana, ule mke aliyenaye si nyota yake, yule haendani naye, au mtu ataka kufanya jambo lake haendi mpaka akaangalia nyota yake nyota gani, ataka kufungua biashara, ataka kuoa, ataka kufanya jambo lolote, aenda kwa yule ambaye atamwangalilia, wewe hii biashara itakuwa ni sawa na yeye ama si sawa, huyu mke itakuwa ni nyota yako ama si nyota yako. Hadhihi min almuharramat, kwa sababu ilmu an-nujum ni katika zile ulumun manhiya, kwa sababu ilmu hii inagawanyika kwenye hali mbili. Kuna ulumun tasyir na kuna ulumun ilmu an-nujum ambao ni ilmu tasyir, na kuna ile ambao ni ilmu at-ta'thir. At-tasyir mtu kusoma kujua mathalan mawaqi' al-qamar, mawaqi' an-nujum, yani kujua mashukio ya mwezi au vile vile mashukio ya moto ya nyota, au kujua jiha za kibla, kwa sababu sengine mpaka mtu asome ilmu hii ya falaki kujua kwa kuwa kibla iko sehemu fulani, au mashrik iko pande fulani, au magharibi iko pande mahala fulani. Fahadha mimma ajaza fihi alulama, sema hadha jaiz madama ni ilmu inamsaidia mtu kujua matukio ya mwezi au vile vile mashukio ya mwezi au nyota, au kujua jihad, kujua hizi jiha nne ambazo tuko nazo, mashrik na maghrib na shamal na janub. Fahadha mimma ajaza fihi alulama. Amma
ilmu ya nyota, kujua hawadith ambazo zitakazotokea. Kwa kuwa ukiona nyota fulani basi kuna mtu fulani atazaliwa, ukiona nyota fulani basi kuna jambo fulani kubwa bali litatokea. Hadhi min almuharramat, haya ni katika mambo ya haramu na shirki ambayo Uislamu umekataza. Kama hivi leo baadhi ya Waislamu wanaofanya, ataka kufanya jambo lake au kuoa, hususan aende ambe wewe time yako ya kuoa oa time fulani, kwa sababu hiyo ndio itakuwa ndio sehemu yako au time yako bora, ndio nyota yako. Hadha la yajuzu shar'a. Walidha Imam Qatada rahimahullah dhakara anna an-nujum laha thalath khisal. Min dhalika fi hadhihi al-aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wazayyannaha, hiyo mbingu ambayo sisi tumeipamba kwa nyota. Thumma qala wama laha min furuj, ay laysa fiha min sudu'in wala shuquq. Hii mbingu haina mipasuko. Furuj huwa na matundu au wana mipasuko fulani, wala futur au futuq, hadha la yujad. Kuonyesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala atqana fi khalqiha wa ahkama fi khalqiha, akayumba kwenye hali ya madhubuti sana. Walidhalika Allah kama alivyosema fi surat al-Mulk, farji' al-basar hal tara min futur thumma irji' al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Amwambia mwanadamu farji' al-basar, hebu regesha macho yako iangalie mbingu. Wewe hata ukiangalia utaiona mbingu kule ilipo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema farji' al-basar hal tara min futur, tizama vizuri, je utawahi kuona kuna mipasuko fulani au nyufa fulani ambazo zimetokea? Kama majengo haya ambayo tunajenga, mtu atajenga jengo atakavyojenga, lakini huenda baada muda nikaona lishaanza kupasuka sehemu fulani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa ni qadirun ala kulli shay'in wa ahkamu fi khalqihi, falidhalika arad min haula al-insan, hususan hawa makafiri, ili waangalie hii mbingu, je watawahi kuona futur? Kisha akamwambia tena thumma rji' al-basar karratain, kisha regesha tena mara pili. Na hii karratain inakusudiwa kama namna anavyotaja ahli al-ilm, yani karrat wa marrat. Hayamanishi karratain yani muthanna, mara mbili, yani tizama mara baada ya mara nyingine, mara baada mara nyingine, yani marratin karrat waqad la wala tara fiha futuran, huwezi kuona kuna mpasuko hapo. Lidha qala yanqalib ilayka albasar khasi'an wa huwa hasir, macho yako yatarejea kwako ikiwa khasi'an ay khaiban, ampita patupuko na lile ambalo lilikuwa kiliangalia. Hasir ay kalil, kalil yani bikaf, kalil yani taaban, macho yametoka kwa kuwa umeangalia na hamna lolote. Na hili kuonyesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili hawa wanadamu wanaohutubiwa hapa kufaru Quraish aweze kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeye ndiye mstahiki kuabudiwa, kama alivyoumba mbingu hivi ilivyo, tena 7 samawati tibaqa. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mustahiki lilibada, lakin ma'a dhalik istamarru ala inadihim wa ala kufrihim wa ala ghayihim, wakaendelea kwenye inadi yao na ukafiri wao na ule upotevu wao ambao walikuwa nao haula. Thumma qala, vile vile Allah kawaambia tena wal ardh, kama mbingu tumeijenga hivi mnayoiona na tumeipamba, basi vile vile wal ardha madadnaha, na ardhi hii vile vile tumeinyosha. Madadnaha ay basatnaha, tumeitandika, imenyoka. Wewe ukiangalia ardhi na ardhi imeenda moja kwa moja, imenyoka. Na hii kuonyesha vile vile qudra Allah, kama anna as-samawat 7 tibaqa, vile vile Allah kajalia mbingu, vile vile kajalia ardhi ni 7, mbingu 7, kadhalika ja'ala hadhihi al-ardha 7. Kwa hivyo 7 mbingu na 7 ardhi. Kadhalika fi qawlihi ta'ala, Allah aliposema wa ila al-ardhi kayfa sutihat, kwa nini hamuitizami ardhi namna Allah subhanahu wa ta'ala kayfa basataha, namna alivyoinyosha hiyo ardhi. Fiha albihar, ukaangalia namna zile bahari ambazo zinapatikaniwa ndani, uangalie macho yako mwisho anapoishia
kulia, kushoto, angalie mbele yako, ili uweze kuregea angalau na mazingatio kuona kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mustahiki wa kuabudiwa. Kadhalika unzur ila aljibal allati athbataha Allah subhanahu ala hadhihi al-ardh, majabali ambayo Allah ameyakitisha kwenye hii ardhi, yale ambayo yalivyosimama na hali ambayo yalivyo. Kadhalika unzur ila al-anhar, mito ambayo iko kwenye ardhi hii. Kadhalika al-awdiya, majangwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyojalia kwa sehemu ni mahala pamekauka tujanga kavu. Fahadhihi kulluha tarji bin-nadhari ilayha wa huwa nadhar al-i'tibar yarji ila al-insan, kuthibitisha kwa Allah subhanahu yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake. Walidhalika khataba haula, akiwaambia wa ila al-ardi wal arda madadnaha. Thumma qala subhanahu wa alqayna fiha rawasiya, halafu tukajalia kwenye hiyo ardhi majabali. Rawasi yani aljibal, na ndio tunaona kwa miongoni mwa sababu yamewekwa haya majabali ni kay la tamila bina al-ardh, ili ardhi isilemee upande mmoja, vile vile isipatikanie iftirab, mtingishiko hii ardhi. Walidhalika Allah subhanahu athbataha biljibal, ila pale mwenyewe anapotaka kuileta zilzala, kuitingisha hii ardhi, Allah subhanahu yafal ma yasha. Lakin min alhikam, kwenye hikma ya kuwekwa majabali kwenye hii ardhi ni kay la tamila ila ardhi isilemee au kusiwe na taharruk au iftirab. Kama qala ta'ala wa alqayna fiha rawasiya, yani anna Allah taraha fiha, ameeka kwenye hii majabali, kwenye ardhi majabali ambayo yenye kuziwia hii ardhi. Wa hiya rawas maana aljibal alazima, majabali haya makubwa. Wadhalika litathbitiha, kuweza kuiweka hii ardhi ibaki imara. Kadhalika fi qawli ta'ala, Allah aliposema wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, kwa maana hiyo vile vile Allah kaeka kwenye ardhi majabali. Kadhalika fi qawli ta'ala wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya, Allah ambaye alinyosha hii ardhi akaitandika hii ardhi, halafu kajalia kwenye hii ardhi majabali. Kadhalika qawluhu ta'ala wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. كذلك في قول تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. هذه الآيات كلها الله anathibitisha kwa kuwa amekitisha majabali kwenye ardhi, na ndio mpangilio wa Allah subhanahu wa ta'ala lamma khalaqa al-ardh, na kujalia vile vile rawasikh, yani rawasi majabali haya ambayo yataweza kushika na kuizuia hii ardhi. Thumma qaddara fiha aqwataha, akakadiria riziki ambayo wanadamu atakayoifikia kwenye hii ardhi. Thumma khalaqa as-samaa, vile vile kwa siku hizi mbili zikagawanyika hizi siku tatu. Al-ardh, thumma baada ya kuumba ardhi na Allah hukitisha majabali, baada dhalika qaddara fiha arzaq al-ibad kwa siku mbili. Thumma qasada subhanahu wa ta'ala as-samaa fa khalaqaha fi yawmin, ndio ikaja zile siku sita. Walidhalika baadhi ahli al-ilm qala awwalu ma khuliq, yani baina ya mbingu na ardhi hiya al-ardh, ilitangulia ni ardhi, lakini kwenye Qur'an utakuta tamko la kwanza nalotamkwa ni samaa kisha ardhi, lakini wasema awwal ma khalaqa Allah al-ardh, kisha ikaja taqdir Allah subhanahu wa ta'ala li rizqi kwenye hii ardhi, kisha baada dhalika qasada as-samaa, akaumba mbingu kwa siku mbili, kama al-aya fi surati Fussilat. Qala wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Wa anbatna fiha, yani kwenye ardhi Allah akainyosha ardhi, kisha ikawa ndio sababu ya wanadamu kuifikia riziki yao ile ambayo itatoka kwenye ardhi. Allah sema wa ambatina fil ardh, tukawatolea kwenye hiyo ardhi
min kulli zawjin bahij, yani kila aina ya matunda ambayo yalikuwa mazuri. Zawj yani naw' min an-nabat, aina ya matunda tofauti tofauti. Bahij yani hasan, yalikuwa mazuri yenye mandhari ya kuvutia. Wadhakara Zaid ibn al-Hasan akisema, wal muradu bizawji huna min kulli zawjin yani as-sinfu wan naw', si zawj kama hivi ambao tunajua tukisema zawj maana yake mume au mke, lakini huna waambatna fiha, kwenye ardh Allah sema tukawatolea kwenye ardh, min kulli zawjin ay kila aina ya matunda, sinf wan naw' ambao tusqa mimma, kama qala Zaid ibn Zaid. Naam, yani maksudio ya zawj as-sinfu wan naw'. Na huenda ikawa matunda yakawa yako kwenye ardhi moja, kama namna Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja kwenye aya fi surati ar-Ra'd aliposema, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Allah sema wa fil ardi qita, kwenye ardhi kuna vipande vya ardhi zile mutajawirat ambazo ziko baadhi karibu na baadhi, yani ziko jirani, yujawiru ba'daha ba'd. Wa jannat yani basatin, mabustani yale, min a'nabin wa zuru', ambayo yaliyojaa ndani inab, zabibu, wa zuru' na makulima tofauti, wa nakhil na mitende. Sinwanun wa ghayru sinwan, kuna ile ambayo iko karibu karibu imekurubiana, na kuna ile ambayo imeachana, yani mujtami'a wa ghayru mujtami'a, ambayo iko karibu karibu hiyo miti, na kuna ile ambayo imeachana mbali mbali. Allah sema yusqa bima'in wahid, na zote hizi zikinyeshewa na maji ni hiyo moja tu, zanyeshwa na maji mmoja, ima mvua au mtu achukue maji anyonyeze kwenye makulima yake. Yusqa bima'in wahid yani al-matar. Lakini Allah semaje, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, lakini zinatofautiana baadhi yake, tunafadhilisha baadhi juu ya baadhi. Wadhalika fil hajj wa fi ta'am, yani laun ya yale matunda tofauti, hajj ukubwa wake tofauti, tamu ya yale matunda yanatofautiana, hayako yote kwenye hali moja. Lidha qala wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun, hakika kwenye hizo kuna alama za wale watu ambao wenye akili, wajue kwa Allah subhanahu, ikiwa kama ni mweza wa kuyafanya haya, basi yeye ndiye mstahiki wa kuabudiwa subhanahu wa ta'ala. Ndio aya Allah aliposema, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahid, tukatoa kwenye hiyo ardhi matunda yani aina tofauti tofauti, bahij ambayo mazuri yenye kuvutia, yakiwa kwenye ladha tofauti, taamu tofauti, hata rih ya yale matunda yanakuwa tofauti. Yanaweza kuwa kwenye ardhi moja, lakini hapa pakatoka inab, hapa pakatoka nakhil wa ghairi dhalik, lakin ikawa inatofautiana fi taami wa fi launi wa fi rih, taamu tofauti, launi tofauti, hata hajmi yake tofauti, hata rih tofauti. وهذا مما يدل على قدرة الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية فقال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله سيما kwenye hayo yote ambayo tumewafanyia, tabsiratan wa dhikra, yani kwenye kuonyesha hizi aya, alama hizi kubwa, kuumba mbingu hizi na yale ambayo tuliyopambana nayo mbingu, nyota, kadhalika wama fiha min al-itqan, namna tulivyoijenga kwenye hali ya umadhubuti ya hali ya juu, vile vile ardhi hii tulivyoinyosha, majabali ambayo tuliyaweka ndani yake, vile vile thimar mutanawia, matunda hayo aina tofauti yanayopatikaniwa kwenye ardhi. Allah asemaje mwisho? Fiha qala tabsiratan wa dhikra, kwenye hayo
ili kupatikaniwe mau'idhata lilmutadhakkirin, ay dhikra wa 'idha, tabsira wa dhikra, ili kuwe na mau'idha, ili kuwe na kumbusho kwa yule ambaye atakayekumbuka, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mweza wa hili. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala qala tabsiratan ay dhikra wa 'idhatan. Kwenye haya tuliyafanya kuna mau'idha ndani yake. Kwa nani? Faqala likulli 'abdin, wa kila mja. Almuradu huna, qala ba'd ahli alilm, almuradu bil'abdi huna almuslim almunqad, ni yule muislamu ambaye anaifuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, almunqadu li shar'i llah, almunqadu li dini llah, yule ambaye anaifuata dini na sharia iliyoletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala munib ay mukhbitin rajaa. Munib yani mukhbitin ay khashi'in, yule ambaye mwenye unyenyekevu. Kadhalika rajaa ila Allah, yule ambaye anarejea mara baada ya mara kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akiona amekosea anamrejea kwa Allah ili kutaka msamaha kwa yale ambayo alikosea. Na hii ndio katika kawaida ya mwanadamu Muislamu anavyotakiwa saa zote, an yakuna rajaan ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tunaingia kwenye makosa mchana na usiku. Fadaiman wa abada Muislamu atakiwa an yakuna rajaan, ili alete istighfar au alete tauba juu ya yale ambayo alimkosea Allah subhanahu. Fakama anna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar, wa kadhalika yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl. Allah subhanahu ananyosha mikono yake ili yule ambaye alimkosea usiku aweze kumsamehe. Vile vile ikifika mchana Allah ananyosha mikono yake ili yule ambaye alikosea usiku naye Allah amsamehe. Alikosea mchana atubie usiku, na yule ambaye labda alikosea usiku kata mchana atubie. Hakadha yanbaghi an yakuna al-abd al-muslim. Walidha Allah khatama hadhihi al-aya faqala tabsiratan wa dhikra. Kwenye hilo kuna dhikra na 'idha, mau'idha, lakini kuna likulli 'abd. Abdi ilikusudia ni nani? Muislam, kwa sababu kaida kwa kuwa adh-dhikr inakuwa ni ya Muislam, wal indhar hadha yakunu lilkuffar. Muislamu anakumbushwa na yale makumbusho huenda yakamsaidia akarejea nyuma akafanya vizuri pale alipokosea. Amma alkuffaru fa innahum yundharun, kama qala ta'ala wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u almu'minin. Wa dhakkir, kumbusha, hakika kwenye kukumbusha tanfa'u almu'minin, inawanufaisha wale ambao ni waumini. Wa fi qawli ta'ala, Allah aliposema wama tughni al-ayatu wan-nudhur an qaumin la yu'minun, yani hazitoweza kuwatosheleza wao, la yughnihim al-ayat, hizi alama tunazoziona, wan-nudhur, na wale waonyaji, an qaumin la yu'minun, yani wale ambao wasiomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika fa adh-dhikr, kukumbusha mara nyingi inayomfaa na kumsaidia ni yule ambaye tayari ni mu'min. Akumbushwe hivi sivyo, hii ni haram, Allah ameharamisha hili, huenda ile dhikri kukumbusha kwake ikaweza kumsaidia na akarudi pasawa, kama namna Allah subhanahu wa ta'ala aliwataja haya kwenye sura, aya ambayo tumesoma fi surati adh-dhariyat, wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Thumma qala ta'ala wa nazzalna min as-samaa'i ma'an mubaraka fa anbatna bihi jannatin wa habba al-hasid. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa nazzalna min as-sama, baada ya kubainisha kwa kuwa Allah subhanahu kwa kuwa yeye ndiye qadirun ala kulli shay, na kwa yeye ndiye ameumba, wa atqana ma huwa akbaru min al-insan, kaliumba jambo ambalo kwamba ni kubwa zaidi kuliko mwanadamu, ambao ni mbingu na ardhi.
ambayo inaonyesha qudra na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu akapiga mfano kwenye hii aya ambayo tunahitaji ili kumbainishia yule ambaye anaikataa kwa kuwa tukifa sisi haturejei, kama namna tulivyotaja aya huko nyuma makufar, na ndio itikadi yao makafiri wa Quraysh, baadhi walikuwa nao kwa sisi tukifa haturudi, mpaka tukataja yule kafir ambaye alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amebeba mfupa, akaenda akauvunja mbele ya Mtume, akasema hivi baada ya kufa sisi tutarejeshwa tena hivi? Mtume akamwambia naam. Ambaye hata wewe pia ukifa Allah atakufufua kisha kuingize motoni, kama namna tulivyotaja kwenye hiyo majlis zilizotangulia. Na kwenye aya hii vile vile Allah anabainisha hiyo qudra yake, walidhalika qala wa nazzalna minas sama ma'an mubaraka, yani tumeteremsha kutoka kwenye mawingu. As-sama yani sahab, mawingu. Tulisema mvua kawaida inatengenezeka kwenye mawingu, baadaye ndio ikateremka ile mvua, na sio samaa hapa kwa maana ya mbingu hii ambayo aliyoiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha qala wa nazzalna, na neno nazzala inapelekea kwa nuzulu shay baada shay, yani kuteremka kitu kidogo kidogo. Hata mvua vile vile ikinyesha kwanza inaanza pole pole, kisha ndio ikateremka kwa kasi. Lakini hoja sa nyingine vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akielezea aliposema wa anzalna min almu'sirat, huko amesema wa nazzalna, lakini kwenye aya hii fi surati an-naba Allah sema wa anzalna, na anzalna inapelekea kwa kitu kuteremka kwa mara moja. Hata Qur'an Allah sema inna anzalnahu fi lailatul qadr, tumeteremsha Qur'ani kwenye usiku wa lailatul qadr. Hii inamaanisha kwa Qur'ani iliteremka jumla wahida, ikiwa imekamilika min al-lawh al-mahfudh ila samai dunya fi bait al-izza jumlatan wahida, kuonyesha kwa Qur'ani kwenye hali iliteremka ikikamili kwenye lawh al-mahfudh ikaja paka kwenye bait al-izza ambayo inapatikania kwenye mbingu hii ya dunia. Kisha kwenye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikaja pole pole, kama Allah alivyosema inna nahnu nazzalna, ikaja kwa sigha hii sasa nazzalna adh-dhikra. Hapa kusudia kuteremka Qur'an kwenye mbingu hii ya dunia kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, iliteremka pole pole kwa miaka mingapi? 23, kwa miaka ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alobaki kwa ni mtume. Lakin al-Imam au Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema kwenye hadhihi al-aya wa nazzalna, qala li anna al-matara yanzilu shay'an fa shay'an, kwa sababu mvua inateremka pole pole, kwanza inaanza hivyo mpaka pale ianze kushika kasi, ndio inateremka kwa wingi. Amma ikija inzal akikusudia qala taji'u bihi al-awdiyatu wash-sha'ab, yani nakusudia pale inapokuwa ile mvua imejaa kwenye sha'ab, sehemu kule za majabali na kwenye zile sehemu za jangwa. Lakini al-asl yasema al-matar yanzilu shay'an fa shay'an, inateremka kidogo kidogo kisha inazidi. Pamoja kwa hizi maana mbili zote zimekuja fi kitabillahi ta'ala, wa nazzalna wa anzalna, lakini ta'bir ya nazzala imetumika mara nyingi, kama Allah alivyosema wa yunazzilu alaykum minas sama, wa yunazzilu alaykum minas sama, ana wateremsheni kutoka kwenye mawingu ma'an, maji. Qala wa nazzalna minas sama, Allah subhanahu wa ta'ala akisema tumewateremsheni kutoka kwenye mawingu ma'an, maji, na maksudio ni maji gani? Maji ya mvua. Qala mubarakan, mubarakan ay nafi'an tayyiban, maji ambayo yenye manufaa, maji mazuri yaliyojaa baraka ndani. Na kwa sababu ile mvua ya kwanza inaanza kunyesha
fafihi baraka. Walidhalika min aadati nabii sallallahu alaihi wasallam, mvua pale inapoanza kunyesha tu mwanzo inaanza kuteremka, kana sallallahu alaihi wasallam yahsiru dhira'ahu, ikiwa na nguo hii anapandisha hii nguo anaipandisha ili yale maji yafike kwenye mwili. Ikiwa ni sehemu hii mtu anafungua yale maji ya mwanzo ya mvua anaoteremka ili ingie kwenye sehemu ya mwili wake. Hakadha mtume alikuwa akifanya, kama jaa fi hadithin anhu sallallahu alayhi wasallam, wal hadith sahih, kama alivyoonekaniwa na Anas, mtume sallallahu alayhi wasallam kana yahsir. Anas akamuuliza, mbona wapandisha nguo yako? Faqala innahu qaribu ahdi min Allah, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, kusema hii ni mwanzo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika kana yahsir. Na ikiwa labda mtu ana nguo yake aweza kaitoa, ana tumbo yake aweza kitoa kwenye sehemu ya mvua, lakini ile mvua ya kwanza fihi baraka, kwa hadithi hii ambayo thabita ani nabii sallallahu alayhi wasallam. Lakini sangine tukiona tayari shaanza kufunga ile, kila mmoja yuakimbilia isije kumdiriki ikaanza kumharibia mambo yake. Lakini ile awwalul matar, ile mvua ya kwanza, fafihi baraka. Wa hakadha alipokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidha qala wanazzalna minas samai ma'an, tumeteremsha kutoka kwenye mawingu maji ambayo ni ya mvua. Mubarakan ay nafi'an tayyiban, na ndio pale inaponyesha mvua atasemaje? Tayyiban nafi'an, maji yateremke yakiwa na manufaa. Na hii mara nyingi ikija matar, kwa lugha hii matar huwa inakusudia ni mvua ambayo yenye neema na khairi ndani na baraka. Lakini ikija neno amtara, ikiwa sema kwa mazid, inaweza sasa nyingine ikawa nakusudiwa nini? Mvua ya nini? Ya adhab. Wa amtarna alaihim hijaratan, tukawateremshia mvua ya nini? Mvua ya mawe. Ilikuwa ni nini? Adhab. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaadhibu hawa ambao walikosea. Walidha qala ma'an mubarakan, kama namna anavyotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Maji haya ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyateremsha, kama kwenye aya wanazzalna minas samai ma'an mubarakan faanbatna bihi jannatin, ikawa haya maji ni sababu ya kuweza kutoa kupitia maji hayo jannatin, kupatikaniwa kwenye hizi mabustani. Janna huja kwa maana ya neno bustani, ambalo ile neno limekuja mara kadhaa kwenye Qur'an ikawa yakusudiwa bustani, na janna huja ikawa yakusudiwa janna ile ambao watakaoingia waumini, ambao ni jannatul khuld. ولذا كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال, yani watu wa Saba walikuwa na mabustani mawili, upande wa kulia na upande wa kushoto. Vile vile Allah aliposema wabaddalnahum bi jannatayhim jannatain, yani bustani mbili. Vile vile Allah aliposema idh dakhalta jannatak, laiti pale ulipokuwa umeingia kwenye bustani lako na miti uliyoiona makulima yaliyoko ndani yakakupendeza, laiti ungesema yale ambao wanastahili kusema masha Allah, ambao ni neema yako. Lakini ukimwona mwenzako ana neema, wathamu bi barakallahu fik, tad'u lahu bil baraka. Walidha Allah qala jannat, na jannat ni kullu bustanin dhi shajarun yastatiru al-ashjar al-ardh, yani bustani lililojaa miti ndani kiasi kwa ile ardhi haionekani kwa wingi wa miti ambao iliyoko kwenye ile sehemu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala sema faambatna bihi jannat, tukaanza kwenye yale mabustani yao, ile miti ambayo iliyoko ndani kaanza kunawiri, ikiwa ni mitende, ikiwa ni mizabibu, zuruu, makulima tofauti ambao walikuwa nao ndani. Thumma qala wa habba alhasid, wa habba
bimaana az-zar' habba al-hasid, na al-hasid yani al-mahsud, ile ambayo yenye kuvunwa baada kwa imekamilika yale makulima yale yako pale ndani, baadaye watu wakaja kukata kwa sababu yamekamilika, wachukue waende wakatumie kwa haja zao. Walidha qala Allah subhanahu wa ta'ala wa habba al-hasid. Lidha qala ibnu abi zamnin asema wal ma'na al-habb al-hasid ay adafa al-habb ila al-hasid kama yuqalu salatu al-ula, yani asema kama vile mfano mtu akisema sala ya kwanza au masjidul jami' yuradi yani msikiti aina fulani. Wa huna qala habb al-hasid yani قال الحبوب هي أحد الأقوات التي امتن الله عز وجل بها على عباده. Ni katika aina za hubub, aweza kuwa ni mahindi, mtele, ambazo zote zinaitwa zuru', ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawaneemesha watu wanaopanda na wakalima na wakavuna yale makulima yao. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema jannat, bustani lililojaa ndani miti, sawa ni miti ya mtende, sawa ni miti ya mizabibu wa ghairi dhalik. Thumma qala wahab ay wazar', na yale makulima ambao waliyopanda alhasid yani almahsud, pindi panapofikia ule wakati wakavuna kile chakula kiwasaidie kwenye maisha yao. Vile vile Allah bayana faqala wan nakhla basiqat, vile vile kwenye hizo bustani ikawa ni sababu ya kupatikaniwa an-nakhl tena basiqat, baada ya kunyesha mvua ikanawiri lile bustani, ukapatikaniwa habba, hiyo ndio hiyo zuru', kisha wan-nakhl. Akaisifu hii mitende faqala basiqat. Basiqat bimaana tulan, yani mitende ambayo ilienda juu mirefu, yani iliyoinuka juu min jihati al-irtifa. Laha tal'un nadid, laha tal'u, na tal'u ambayo inakusudiwa ni ile sehemu ambayo ziliokaa zile tende, ambayo tal'u sehemu ambayo imekaa ile tamra al-ma'ruf, zikiwa zimefungika. Na nadhidi inakusudiwa ni kwa pale zinapokuwa zimepandana juu, baadhi nyingine ziko juu yake, yani fa ba'dahu fawqa ba'd, ba'dahu fawqa ba'd, nyingine ziko juu ya wenzake. Ile ni kabla haijafunguliwa pale, lakini ikifunguliwa ikikatwa ile sehemu haitwi tena nadhid, kwa sababu nadhid yatemkwa kwa maana kwa ni kitu kilitokuwa juu ya mwenzake. Na kwenye tal' ya ile mtende juu, inapotoka ile sehemu ambao zinakaa zile tende zinakuwa ziko nyingine ziko juu ya mwenzake, yani kuonyesha hii neema na khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaneemesha waja. Walidhalika qala rizqa, rizqan lilibad. Haya yote tumeyafanya, waletea hayo zuru kwa sababu ya mvua, mitende ikaleta tende, mizabibu ikaleta zabibu, al-ashjara kwa aina tofauti. Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akasema rizqan lilibad, yani kuteremsha mvua na imbat aljannat, kadhalika alhab alhasid, vile vile kuja hizi an-nakhl basiqat. Maksudia ni nini? Rizqan wa ataan lilibad, asema hiyo iwe ni riziki wa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wale walio hai, yani rizqan lilibad maana almakhluq alhayy, wale ambao wako hai, waliokufa hawana haya. Haya ni wale ambao waliokuwa hai ndio maksudia, yani arrizq bimaana ata, haya yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kiwakusudia hawa waja wake. Walilibadi huna yashmalu almu'minin wa kadhalika alkafirin, wanaingia ibad waumini na wale makafiri wote wanapata, kwa sababu hao wote ni abidullah subhanahu wa ta'ala min hayth alibadat alkawniyya, kwa hao wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wanahesabiwa ni katika jumla wa ibada, katika jumla ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini la min jihati shar'iyya. Min jihati shar'iyya ni kama wale Allah aliposema wa ibadur rahman, yani waja wa Allah. Hapa wanakusudia ni waumini peke yao, kwa sababu nadharan lima aqamu biha mimma jaa bihi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kwenye hii sharia, kwa sababu ya yale ambao waliokuja nayo, kwa yale ambao waliosimama nayo kwenye yale ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja nayo.
lakini kafir anaitwa ni abd, ni mja wa Allah, lakini min jihati kauniyya la min jihati shar'iyya. Kauniyya kwa naye ni viumbe, ni kiumbe katika viumbe wa Allah, lakini Allah subhana la yuhibbuhu, hampendi kwa sababu hajafanya yale ambayo anatakiwa. Walmuslimun wanahesabiwa ni ibadullah kauniyan wa shar'iyya, kwa sababu Allah kawaumba na vile vile wakayatekeleza yale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anayotaka katika hii ibada, kama Allah alivyosema, in kullu man fi samawati wal ardh illa ati arrahman abda, wote alkufar wakadhalika almu'minun. Walidha huna fi qawlihi rizqan lilibad, kwa yote haya ambayo Allah aliyafanya maksudio ni riziki kwa hawa wanadamu wote. Muislamu anapata hiyo riziki na vile vile kafir anapata kwenye hiyo riziki kama ambao maalum inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika qala subhanahu, kisha kisema tena, wa ahyayna bihi baldatan mayta, wa ahyayna bihi, tukaweza kuihuisha hiyo ardhi, bihi kwa sababu ya hiyo mvua ambayo tulioiteremsha. Kuhuisha nini? Baldatan mayta, yani mji au miji ambayo ilikuwa tayari imekufa, yani kumekauka, hamna lolote. Na kufa kwa miji au sehemu maana yake ni kukosekaniwa mvua, ikawa kumekauka, hamna lolote, hakuna chakula ya wanadamu wala kula wanyama. Ile ardhi inahesabiwa na ardhu mayita, ardhi ambayo imekuwa maiti. Lakini Allah analeta hili mfano kuonyesha wanadamu kama vile ardhi inavyopitia kwenye hali hii, kakauka ikawa hamna lolote, kiasi wanadamu wengine waanze kufa, wanyama waanze kufa kwa sababu kumekauka, ukame umejaa. Kisha Allah iteremshe mvua, ardhi ianze kunawiri na kutendi green, yani nyasi zitoke, miti ianze kunawiri. Vile vile mwanadamu atakufa, na baada ya kufa ataisha, na baada ya kuisha kwake Allah itakuja wakati amregeshe, kama tulivyotaja kwenye majlis iliyotangulia. Allah alete mvua uanze ule mwili wa mwanadamu ulio kwenye kabri kukua na kumea mpaka ukamilike, mwisho Allah subhanahu wa ta'ala amrishe parapanda lipigwe, watu watoke kwenye makaburi yao. Ndio analeta mfano huu, namna ardhi inavyokufa, alafu ikanyeshewa na mvua, ikaanza kunawiri, makulima yakapatikaniwa, nyasi zikawa, wanyama wakapata chakula yao, wanadamu na wao vile vile wakapata vile zinazostahiki na wao. Ndio Allah sema, wa ahyayna bihi baldatan mayta, vile vile tukaihuisha ardhi ambayo tayari ilikuwa imekauka. Wadhalika biinzali almatar, wa kuteremsha mvua, kama Allah alivyosema kwenye aya nyingine, watara al-ardha hamidatan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يعني utaona ardhi hamida, imekauka kabisa, hamna lolote. Allah sema faidha anzalna alaiha alma, lakini pale tunapoteremsha maji, ihtazzat warabat, inaanza ile ardhi kunawiri, ikaanza kuota vile ambayo inafaa itoe ile ardhi. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, ikaanza kutoa kila aina ya matunda, tena kwa aina mbalimbali kwenye hali ya mvutio tofauti. Wa hadhihi kathira, ambao subhanahu wa ta'ala dhakara alayat, aina hii ni kwa ajili ya kumletea mwanadamu mifano ili akubali kama Allah anahuisha ardhi ili yakufa baada ya kuinyesha mvua, kadhalika mwanadamu atarejeshwa tena mara pili baada ya kuisha kwake, na hili kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza kwenye hili. Ndio mwisho aya Allah akasemaje, kadhalika alkhuruj, kadhalika alkhuruj ay kadhalika alba'th yawm alqiyama. Hivyo hivyo ndio itakavyokuwa kuwarejesha wanadamu, kuwafufua wanadamu mara ya pili siku ya kiyama inda Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، ابن كثير البسيمة، فهذا مثال للبعث بعد الموت. أسمى هي آية نمفانو يواتو كففلي وبعد يكفى،
walhalak, yana baada kuangamia kwao, yani kufa. Kadhalika yuhyi Allahu almauta, wa hadhihi almashahid min adhim qudratihi bilhissi a'zam mimma ankarahu aljahidun. Asema kadhalika yuhyi Allahu almauta, vile vile Allah ndivyo atakavyohuisha wale waliokufa, waregesha kwenye hali ya pili baada ya kwa watu wote wameisha, ila wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyowatoa kwa hawa miili yao haimaliziki, min dhalika al-anbiya na baadhi shuhada, wale ambao walikufa kwenye vita na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kama dhakarna hadha katika majlis iliyotangulia. Thumma qala Ibn Kathir, wa hadhihi al-mashahid, yani huku kutizama ardhi ilivyokauka, mvua ikanyesha, ikaanza kunawiri, ikatoa makulima, miti, nyasi. Asema min adhimi qudratihi, ni kwenye kuonyesha ukubwa wa kudra zake Allah subhanahu wa ta'ala, bilhissi a'zam, yani kwa mtizamo huu ambao tunaona sisi, kitu ambacho kwamba kilikuwa kimekauka kabisa, lakini Allah kaleta mvua ikaanza kunawiri. Asema mimma ankarahu aljahidun, katika yale ambao waliokataa na kuyakanyusha hawa wale ambao waliokataa, wadhalika ka kufari Quraish, hawa ambao walikataa wakisema la, sisi tukifa hatuwezi kurudi tena, yani tufe tuwe tumekwisha kabisa, mifupa imekuwa unga, halafu yani Allah turegeshe tena mara pili. Wakaona hadha amrun ajib, hili ni jambo la ajabu, haliwezekani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah ametupigia mifano na kuthibitisha hili jambo lipo, kama namna yanavyokuwa haya, na vile vile mwanadamu kuregea mara pili ni jambo lawezekana. Hatta amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuqsima lilkuffari ala ithbat al-ba'th ta'kidan, mpaka Allah alimwamrisha mtume apa hebu ili wathibitishie hao makafiri kwa kuwa kufufuliwa ipo baada ya watu kufa, kama qala ta'ala za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala sema walidai wale ambao waliokufuru kwa kuwa wakifa hawafufuliwi. Aambiwa mtume sallam, qul, waambia hao bala, kwani, kisha ambaye haya wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaapa kwenye hali hizi mbili akisema wa rabbi latub'athunna. Wa rabbi hii ni kiapo, latub'athunna hii ni kiapo, kama kusema wallahi latub'athunna. Kwa hivyo kaapa mara mbili, wa rabbi yani naapa kwa Mola wangu muumba, latub'athunna ay wallahi mutafufuliwa, thumma latub'athunna kiapo tena, kisha wallahi mutafufuliwa, thumma latunabbauna kiapo tena, kisha mutakuja kupewa habari kumulioyafanya huko duniani. Wadhalika ala Allah yasir, waambiwa na hilo kwa Allah ni jepesi sana. Hayo haya mifano au hii mifano Allah anaileta ili kuwathibitishia hawa makafiri kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza kuwaregesha kwenye hali ya pili, ili waregee kwenye sawa na kukiri kwa kuwa Allah peke yake ndiye mstahiki wa kuabudiwa, na hizi zote zinazoabudiwa sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha ma'budat batila, ni waabudiwa ambao wasistahiki wa batil, na Allah subhanahu wa ta'ala lahu alhaqu bilibadati wahda, ndiye mwenye haki ya kuabudiwa peke yake. Wala la inshallah tutakomea kwenye sehemu hii, taendelea biidhnillah kwenye majlis itakayokuja. Naktafi bihadha alqadr wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.